Tusubiri mwingine akasema, sikilizeni, mwambie Yohana, vipofu wanaona, viwete wanatembea. Haleluya. Maana yake hakuacha aina yote ya ugonjwa. Oh yes. Tukiwa na neno hili, tukiwa na hiyo Kristo, oh yes, tunao uhakika. Oh yes. Hakuna cha nini cha kusema unajua sisi kwenye ukoo wetu hii ni kawaida. Kawaida yoyote, oh yes, isiyomtukuza Mungu, oh yes, kwenye ukoo wako, oh yes, nimehukumu, amen, katika jina la Yesu, amen. Nasema kawaida yoyote, oh yes, isiyomtukuza Mungu, oh yes, kwenye ukoo wako, oh yes, kwa watoto wako, oh yes, kwenye familia yako, oh yes, nimehukumu, amen, katika jina la Yesu, amen. Hiyo pumu ambayo ni ya ukoo, oh yes, kwa jina la Yesu, na ikausha, amen, katika jina la Yesu, amen. Haiwezekani uwe na pumu, oh yes, na mtoto awe na pumu, oh yes, na baba alikuwa na pumu. In the name of Jesus, kwa jina la Yesu, ugonjwa wote wa vizazi, oh yes, katika jina la Yesu, oh yes, na ukausha, amen, katika jina la Yesu, amen. Receive your healing. I receive. Pokea uponyaji wako, amen, katika jina la Yesu. Haleluya, amen. Huu mwezi umekuja kwa ajili ya kuhukumu magonjwa. Kazi yako ni kuamini. Kazi yako ni kuamini. Sisi wa madhabahu hii hatuumwi. Oh yes. Narudia tena, watoto wa hii madhabahu, oh yes, hawaumwi. Amen, katika jina la Yesu, amen. Hata ukienda hospitali, unaenda tu kukagua afya, oh yes, itakuwa hivyo kwako, amen, katika jina la Yesu, amen. Hakuna mmoja wetu, oh yes, atakayelazwa hospitali kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Narudia tena, oh yes, asiwepo mtoto wa madhabahu hii, oh yes, atakayepewa kitanda cha kulala hospitali. Amen. Unapewa kitanda hospitali, huna kitanda nyumbani. In the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Karama sakata ya hosha kataba. Rebosa karimon rebosa geresh. Narudia tena, mtoto wa madhabahu hii asipewe kitanda hospitali. Amen. Nasema hatutakuja kukuona hospitali. Amen. Tutakuja kukuona nyumbani kwako. Amen. Tutakuja kukusalimia nyumbani. Amen. Hatutakuja kukuona kwa ajili ya magonjwa. Amen. Hatutakuja kukuona kwa kuwa unaumwa. Amen. In the name of Jesus. Amen. Kuanzia sasa hakuna mtoto wa huduma hii atakayetia huruma. Amen. Kwa sababu ya magonjwa. Amen. Katika jina la Yesu. Maana ukiumwa unatia huruma. Na umwa jamani. Kuanzia sasa, oh yes, ninakataa hali hiyo. Amen. Hautatia huruma kwa ajili ya magonjwa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Kuanzia sasa hautapewa pole kwa ajili ya magonjwa. Amen. Badala yake pokea hongera. Amen. Pokea hongera kwa ajili ya biashara zako. Amen. Pokea hongera kwa ajili ya afya yako. Amen. Pokea hongera kwa ajili ya maisha yako. Amen. Pokea hongera kwa ajili ya kazi yako. Amen. Pokea hongera kwa ajili ya chochote unachofanya. Katika jina la Yesu, hongera, 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 hongera. So shall it be. Imekuwa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Imekwisha kuwa. Amen. Kwa nini? Kwa kuwa kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya. Hakuna kuugua tena. Rudia tena. Amen. Narudia tena, hakuna kuugua tena. Amen. Hebu fikiria, mimi nikiugua, nani atakufundisha? Nani atakufundisha? Sasa kama mimi siwezi kuugua baba yako, wewe unaanzaje kuugua? Muulize jirani yako, unaanzaje? Unaanzaje? Umeanzia wapi? Unaanzia wapi? Umeanzia wapi? Hey, unaanzaje? Haleluya. Sisi wana wa Kiagano watuhumwi. Haleluya. Kumbuka Kutoka 15:26 Mungu akasema, sitatia maradhi niliyotia wa Misri, sitatia kwenu. Kwa sababu nyinyi ni wanangu. Wana wa Kiagano hawagui. Yale maradhi niliyotia kwa Misri, anasema sitatia kwa wana wa Kiagano. Ora masakata kara handra diabash. Ora badagada beseketaba. Unaanzaje kuugua? Unaanzia wapi? In the name of Jesus. Utasa wa aina yoyote umekoma katika jina la Yesu. Hakuna mtoto wa huduma hii, mtoto mume wala mtoto mke, atakaye kuwa tasa katika jina la Yesu. Nasema mtoto yeyote wa huduma hii, mwanamume ama mwanamke, hata kuwa tasa. Amen. Kwa sababu sisi tunazaa watoto wa Kiagano. Na hasa watoto wa nyumba hii wana uzao tele. Kuanzia sasa imekuwa. Imekwisha kuwa. Nasema imekwisha kuwa. Katika jina la Yesu Kristo. Na Jumapili iliyopita tuliona mambo kadhaa ya msingi sana kuhusu mambo ya uponyaji. Nikasema ya kwamba Mungu, cha kwanza tukasema Mungu sio chanzo cha magonjwa, sio? Amen. Tulisema Mungu, niko kwenye mtandao na mimi niko nafuatilia. Mungu sio chanzo cha magonjwa. Kwa nini? Yeremia 29
Sura 11, najua mawazo nawazia ninyi, mawazo ya amani, si mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu. Je, ugonjwa unaweza ikawa jambo ama wazo zuri? Nawauliza ninyi, ugonjwa yanaweza kama mawazo mazuri? Hapana. Mungu hawezi kutuwazia magonjwa kwa sababu yeye anatuwazia mema. Haleluya. Amen. Lakini pia tukagundua kwamba kumbe anayeleta magonjwa anaitwa Shetani. Yohana 10:10 anasema mwizi haji bali ili aibe, achinje na kuharibu. Haleluya. Na ukisoma pia Ayubu 2:7 unaona kwamba Shetani akampiga magonjwa Ayubu. Sema kumbe chanzo cha magonjwa ni Shetani. Lakini tukagundua pia kwamba tunaye pia mponyaji anaitwa Mungu. Tunaye mponyaji anaitwa Mungu. Haleluya. Amen. Tunaye Mungu wetu ni Mungu mponyaji. Amen. Mungu mponyaji. Kutoka 15:26 tukaona ya kwamba sitatia maradhi niliyotia Misri kwenu. Kwa sababu nyinyi ni wana wangu wa kiagano, nimewachagua. Mimi ni mponyaji. Yeremia 30:17 nitaorejesha afya. Nitaorejesha afya. Wamewaita mwenye kutupwa ni Sayuni asiye na maana, lakini mimi nitarejesha afya. Ili Mungu anasema. Na ukisoma Yeremia 8:20-22 unaona ya kwamba Mungu anasema mimi nimeumia mimi. Kwa nini? Kwa sababu watoto wangu wanaumwa. Alafu anasema hivi, hakuna Zeri Gileadi, hakuna uponyaji huko Total Freedom mpaka watoto wangu waumwe. Mimi naumia kwa ajili ya watoto wangu kuumwa. Soma Yeremia 8:20-22. Yeremia sura 8:20-22. 20-22 Biblia inasema mavuno yamepita, wakati wa hari umekwisha, wala sisi hatukuokoka. Kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu, wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana Zeri katika Gileadi? Hapana Zeri Gileadi, huko hakuna tabibu? Hakuna tabibu. Mbona basi haijarejesha afya ya binti wa kwa nini watu wangu wanaumwa? Hakuna Zeri Gileadi, hakuna tabibu huko Sayuni. Mimi nimeumia, nimeteseka kwa sababu watu wangu wanaumwa. Ndio maana nakwambia Mungu sio chanzo cha magonjwa. Unapoumwa wewe, yeye anaumia. Kwa sababu gani? Sitatia maradhi niliyotia wa Misri kwenu, sababu nyinyi ni wana wa kiagano. Amen. Haleluya. Amen. Na pia tukaona ya kwamba Mungu anatuponya ili tuishi maisha marefu. Lengo la Mungu kutuponya ni kwamba tuishi maisha marefu. Kusoma Kutoka 23 kuanzia mstari 25 mpaka 26 utaona ya kwamba Mungu anasema ya kwamba mtamtumikia Bwana Mungu wetu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, atakuondolea ugonjwa kati yako. Alafu ukienda 26 sasa anasema hapata kuwa mwenye anaitwa tasa, hapata kuwa mwenye kuharibu mimba. 26 alafu anasema na siku zako nitazitimiza, kwa sababu nimeondoa ugonjwa. Kwa hiyo kusiwepo na mwenye kuharibu mimba. Amen. Na kusiwepo na ambaye hataishi siku zake, maanake nitatimiza siku zenu nikishaondoa magonjwa. Utagundua kwamba kumbe magonjwa yanasababisha watu waishi kabla wakati, wafe kabla wakati wao. Magonjwa yanasababisha watu wafe kabla ya wakati, sababu lengo la ugonjwa ni kuua. Lengo la ugonjwa ni kuua. Ndio maana tumeona ajenda yake adui ni moja tu, kuua, kuharibu na kuchinja. Akileta magonjwa lengo lake ni kuua. Ukikaa sana katika magonjwa, manake wewe ni unakuwa kwenye hatari ya kufa. So magonjwa yanaharibu afya. Kwa Mungu kumbe anatuponya ili tuweze kuishi maisha marefu. Lakini tukagundua pia kwamba Mungu anatuponya ili tuweze kuishi katika afya njema. Tuwe na afya njema. Mungu anataka tuwe na afya njema. Yeremia 33:6. Mungu anataka tuwe na afya njema. Mungu hataki ukae unakuwa mgonjwa. Magonjwa sio fungu lako kuanzia sasa. Amen. Nasema ugonjwa wa aina yote usiwe fungu lako. Amen. Afya njema iwe ni fungu lako. Amen. Maisha marefu iwe ni fungu lako. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Unahitaji kuishi katika afya njema na unahitaji kuishi maisha marefu ili utimize kusudi.